Nilikuwa naangalia kwenye kipengele cha price pamoja na valuation kati ya kampuni mbili ambao ni NMB pamoja na Maendeleo. Sasa ukiangalia Maendeleo unaona bei leo imefunga kwa jana ilifunga kwa 2330, lakini NMB ilifunga kwa 1940. Lakini ukija sasa kwenye upande wa ile book value, ukija kwenye thamani ya kwenye vitabu unakuta kwamba Maendeleo kwenye kitabu ina thamani ya shilingi 952 ama tuseme 953, lakini ukija kwa upande wa NMB thamani yake kwenye kitabu kwa kulingana na hesabu zao za mwisho ni 641. Umenisikia vizuri? 641. Kwa hiyo ukiangalia ina maana ipi unainunua ghali, ipi unanunua bei ndogo, wewe mwenyewe utajiongeza, lakini thamani ya NMB kwenye kitabu ni 641 ama 642. Ukija kwa Maendeleo thamani yake kwenye kitabu ni 953. Hizi ni namba zina maana tofauti kabisa na yale ambayo yanaendelea sokoni. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe mwenyewe ujue unanunua nini kwa bei gani na kwa lengo lipi. Hiyo tu ndio itakusaidia. Ukishaweza kujibu haya maswali vizuri kabisa, utakuwa unaweza kununua chochote kwa sababu unajua kwamba unainunua kwa sababu gani, kwa bei gani na kwa lengo gani. Usije ukanunua kitu cha muda mfupi kwa lengo la muda mrefu, kitakuumiza. Usije ukanunua kitu cha muda mrefu kwa malengo ya muda mfupi. Ukuaji utakukera, utakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta umechoka, umekata tamaa na umetoka bila kuwa na faida yoyote ya maana. Kwa hiyo hakikisha unajua uwekezaji wako, hakikisha unaelewa sababu ya wewe kumiliki hicho unachokimiliki. Usifuate tu ile hype ya soko kwamba watu sasa hivi wanaimba hivi na wewe ukaingia huko. Utajikuta umeingia kwenye matatizo na mwisho wa siku utakasirika.